Kwanza nataka nifahamu maandalizi yalikuwa vipi, kwanza maandalizi ya mechi ya leo. Maandalizi yalikuwa ni makubwa sana na tulijipanga, na cha kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa nguvu na kututia moyo kwa kuweza kuungana kwa pamoja, kushirikiana, kuweza kufanya jambo hili, kuweza kufanikisha mpaka tulipofikia siku ya leo, kwa sababu haikuwa rahisi. Maana muandaaji wa mashindano ni siku ya leo kilichomkuta mwenyewe hajaweza kuamini kuwa kama kanuni ndo wakali kuzidi wao, manake wamenunua marefa, uwanja ni wa kwao wanapofanyia mazoezi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo kwa ushindi ambao ulikuwa umestahili kabisa kwa goli 2-1, lakini kwa sababu refa ni wa kwao tumepata ushindi wa penalti na tumeweza kumtoa. Wanasema ushindi wa penalti sio ushindi. Ni ushindi, ungekuwepo si ushindi basi hata juzi Uingereza huko wenzetu wasingeshinda kwa penalti kuweza kuchukua kombe la UEFA. Okay, kwa hiyo tumeshaingia finali, si ndio? Ni tumeingia tena kwa nguvu. Na kombe ni nini? Kombe ni ng'ombe wawili, mshindi wa kwanza, mshindi wa pili atachukua ng'ombe mmoja na mshindi wa tatu atapewa shilingi kiasi cha 300,000. Uhakika wa kombe na hizo 300,000 kuja kwenu upo? Yani hilo sio la kuuliza. Ni uhakika kabisa kwa sababu tunaenda kukutana naye. Anafahamu ni nini kwa sababu hakuomba kabisa kukutana na sisi. Kwa ufupi, historia ya timu yako, historia ya timu yenu, historia ya timu ya Kanuni iko vipi katika ushindi? Yani hilo si mara moja. Hii ni zaidi ya mara 3. Kwa sababu walianzisha Mama Samia Cup, tumechukua, walianzisha CCM, UCCM pia tulichukua, pia na hii hapa Mfaume Cup tunatumaini na tunaimani kuwa siku ya Jumapili ijayo tunakuja kuchukua kwa ushindi mnono sana. Sio tena penalti. Mkichukua raundi hii mnakuwa mmechukua makombe mangapi? 3. Makombe 3. Uhakika kabisa. Yani ni kuahidi kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Uhakika kabisa. Ni kabisa tunachukua ile kombe. Na tuwaombe ndugu zetu siku ya Jumapili mje muangalie burudani ambayo itaandaliwa na nisiseme sana kwa sababu management yote ipo na itakuwepo siku ya Jumapili kuweza mambo yote yakawa sawa. Okay, ni ngumu au ni rahisi kiasi gani kwa Harmonize mashabiki kama hivi? Ni kwa sababu ni kuungana kwa pamoja na kushirikiana, kwa sababu hakuna binadamu mkamilifu. Kila mmoja anambeba udhaifu wa mwenzake. Kwa hiyo ni pamoja tukiungana na tukishikana ndo haya yote tunaweza unaona alotokea. Una kitu gani cha kuambia hata mashabiki wa Kanuni ambao hawapo hapo, wako mbali wanakutazama kupitia Alpha TV? Tunasema hivi, burudani ya leo, yani hata walokopo South Africa ndugu zetu, majamaa zetu walokopo Ulaya, walokopo wapi, Kanuni tuna jambo letu siku ya Jumapili ijayo. Nipo na mwanangu Bobokane hapa. Okay. Baba Bobokane naye aongee kidogo kwa ajili ya Tanzania. Wakubalizia. Yani ikatokea mmefungwa. Hilo usiombee kwa sababu kwa mfano ikatokea. Haiwezi kutokea kwa sababu mchezo wa mpira una matokeo 3. Kuna kushinda, kuna sare na kuna kufungwa. Hakika siku ni kufungwa hiyo haipo. Na kuna sare sisi kwetu haipo kwa sababu toka tumeanza mashindano wanatufanyia figisu, sisi tunakandamiza, tunaondoka. Okay, asante sana kwa time yako. Asante sana. Wewe ni brother.